Yaani kuna watu wamekuwa wakabila sana. Wakabila, when I look at Hassan Omar, by the way, I feel sorry for him. Mimi namuonea huruma sana. Unaongea, unafungua mdomo wako, unaongea maneno ya kuleta vita Kenya. Na kuulizaje, wewe Hassan Omar, 2007, 2008 ulikuwa wapi? Kila kitu niliona, singependa kuona tena. Na kama mnafikiria mtatishia Wakikuyu, Wakamba na wale wengine, sisi hatutakubali kutishiwa na mtu. Wakamba na Wakikuyu mahali mko, msimame imara. Na sio Wakamba na Wakikuyu peke yao, kabila zote za Kenya. Kabila zote za Kenya msimame imara. Tujikomboe sisi wenyewe. Mtu anasema ati hamtaona Kikuyu will never see presidency again. Are you God? Wajamani, wanasiasa tukifungua mdomo, wanasiasa tukifungua mdomo tu tupime, kwa sababu iko kesho. Si ndio? Wakikuyu wakikutana kuna shida gani? Si Wajaluo wanakutana? Wakamba wanakutana? Wakisii wanakutana? Why are you threatened when the Kikuyus meet? Because number one, you fear the power behind them. Baadaye wanawaogopa. Wanafanya nini? Na wajue nyinyi ni azonua, nyinyi ni kazi zetu. Na vile mliona tulishikana, hatutakubali tena. Hatutakubali tena kabila ya Wakikuyu wadhulumiwe na mtu. Huyu kiongozi wangu wa Wiper Kalonzo Musyoka, yeye, I am telling you, hakuna mtu anaogopa Mungu kwa hii dunia kama His Excellency Dr. Kalonzo Musyoka. Yeye ana mambo mingi, hata ukabila hana, amjawahi kumsikia na kitu yote mbaya amefanya. Ndio nana hata huyu mwingine anamuogopa.